Karibu sana katika mwendelezo wa taarifa zetu kutoka kimataifa, na muda huu utasikia taarifa ya bwana Kim Jong-un kutoka nchini Korea Kaskazini. Ushirikiano wa vitengo vya jeshi la watu wa Korea katika shughuli za ukombozi wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi umeonyesha nguvu ya uhusiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Shirika la habari la Korea limeripoti likimnukuu kiongozi wa nchi hiyo bwana Kim Jong-un. Katika uwanja wa vita ambapo haki na dhuluma viligongana katika vita vikali, uhusiano kati ya nchi hizo mbili na mshikamano wao ulipita mtihani mkali zaidi, Kim Jong-un amesema, ambako pia kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amebainisha kuwa uhusiano kati ya Moscow na Pyongyang umefika kilele chake, hasa kilele cha juu zaidi. Mnamo Oktoba 23, yani siku ya jana, sherehe ilifanyika kuashiria kuanza kwa ujenzi wa jumla na makumbusho kwa heshima ya wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao walishiriki katika operesheni ya ukombozi wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako pia kulingana Kim Jong-un amesema jumba la makumbusho litaashiria muungano uliofungwa damu kati ya Urusi na Korea Kaskazini. Pia kiongozi huyo wa Korea amesema ya kuwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili unazidi kuimarika kila siku. Bwana Kim Jong-un amesema anawasilisha maneno ya usaidizi kwa watu wa Urusi na jeshi, na anawakaribisha kwa uchangamfu marafiki wao wapendwa kutoka nchini Urusi waliokuwepo katika eneo hilo. Kim pia aliwaambia wafanyakazi wa balozi wa Urusi waliohudhuria sherehe hiyo. Pia aliwasilisha salamu zake kwa wale walioshiriki katika operesheni ya ukombozi katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi. Kim amesema askari mashujaa wa taifa letu na watu wa Urusi wameonyesha nguvu ya muungano wa Korea na Urusi kupitia ushindi wao wa mwisho. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini amekazia kuwa ushiriki wa vitengo vya KPA huko Kursk unathibitisha mizizi ya kina ya mshikamano kati ya nchi hizo. Kim amesema kwa nchi mbili zilizounganishwa na maadili na matarajio pamoja, muungano huo ulikuwa chaguo sahihi na mshikamano na urafiki ulioundwa na damu na ni uhai mtakatifu wa milele. Watu wetu wanajivunia sana ushindi waliopata pamoja na watu wa Urusi katika mapambano ya uhuru na haki, na wanawaweka mashujaa wa vita vitakatifu kwenye msingi mzuri, bwana Kim Jong-un amenukuliwa hivyo. Urusi na Korea Kaskazini zimekuwa na makubaliano kamili ya ushirikiano wa kimkakati tangu Juni 2024 ambayo yalijumuisha ulinzi wa pande zote, huku wanajeshi wa Korea Kaskazini wakiwa waaminifu kwa wajibu wao kama washirika. Walishiriki pia katika ukombozi wa sehemu za mkoa wa Kursk kutoka kwa uvamizi wa Ukraine ambao ulifanyika Agosti 2024, na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin na mkuu wa jeshi la Urusi Jenerali Valery Gerasimov walisifu ujasiri na jukumu muhimu la jeshi la Korea Kaskazini katika kulinda eneo hilo la Kursk huko nchini Urusi. Wakati pia bwana Kim Jong-un akitoa pongezi kwa wanajeshi wake katika ukombozi wa mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, naye pia rais wa Marekani bwana Donald Trump amekana kuruhusu Ukraine kufanya mashambulizi ya masafa marefu huko nchini Urusi. Rais wa Marekani bwana Donald Trump amekataa madai ya Wall Street Journal ya kwamba utawala wake umeruhusu Ukraine kuzindua silaha zinazotolewa na Marekani au Magharibi kushambulia ndani kabisa mwa nchi ya Urusi. Wall Street Journal ilisema Jumatano ikinukuu maafisa wa Marekani ambao hawakuwekwa wazi kwa majina ya kuwa utawala wa Trump uliondoa kizuizi muhimu dhidi ya matumizi ya kivu ya risasi za masafa marefu zinazotolewa na nchi za Ulaya Magharibi kwa mashambulizi ndani kabisa mwa Urusi. Kulingana na chombo hicho, mabadiliko ya sera yalitokea mapema Oktoba na yaliweza kuambatana na tangazo la Trump ya kwamba anaweza kupeleka makombora masafa marefu ya Tomahawk ambayo yana umbali wa juu wa takriban kilomita 2500 zikiwa ni sana maili 1550 hadi Ukraine. Katika chapisho la Donald Trump kwenye mtandao wa Truth Social baadaye siku hiyo alisema kuwa alipendekeza hadithi hiyo ya Wall Street Journal kama habari feki. Marekani haina uhusiano wowote na makombora hayo popote yanapotoka au kile Ukraine inachofanya nayo. Ripoti ya Trump maandishi ya Trump yamesomeka hivyo. Uwezekano wa kupelekwa kwa Tomahawk hadi nchini Ukraine uliongoza ajenda wakati wa mazungumzo ya simu kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na Trump wiki iliyopita, ambako Putin alionya kwamba hatua hiyo itadhoofisha kabisa vikali matarajio ya suluhu ya amani ya mzozo wa Ukraine
na kuharibu uhusiano kati ya Moscow na Washington, kwani haiwezekani kutumia Tomahawk bila ushiriki wa moja kwa moja wa wanajeshi kutoka nchini Marekani. Trump alisema baada ya wito huo ya kwamba haitakuwa rahisi kuwapa Tomahawk watu wa Ukraine, kwani Marekani pia inazihitaji kwa ajili ya ulinzi zaidi. Jumatano, siku ya jana, pia rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba Marekani hawatakuwa wakiwafunza wa Ukraine kuhusu matumizi ya Tomahawk, na kwani inachukua angalau miezi 6 kwa kawaida hadi mwaka kujifunza jinsi ya kuzitumia silaha hizo, na ni ngumu sana, Trump alisema hivyo. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, yeye pia alibainisha Alhamisi ya kwamba makombora ya Tomahawk yanamilikiwa sio tu na Marekani bali pia mataifa ya Ulaya Magharibi. Tayari wanazungumza na nchi zinazoweza kusaidia kupeleka makombora hayo.